Ni katika viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo mapema leo Jambo TV tumefika katika mahakama hii, na jambo kubwa ambalo limetufikisha hapa ni kwa ajili ya kufuatilia taarifa za kesi ambayo inahusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na mapema kuanzia usiku ama jioni ya jana mpaka usiku hadi leo asubuhi, kuna taarifa zimekuwa zikisambaa sana katika mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari, ikieleza ya kwamba alikuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa upande wa Zanzibar, Said Issa Mohamed, pamoja na wenzake watatu wamefungua shauri dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika mahakama hii, na shauri hilo mapema leo asubuhi lilikuja kwa ajili ya kutajwa. Sasa baada ya kufika hapa tumebaini kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeomba siku 21 ili kujibu hoja zilizowasilishwa mahakamani na waleta maombi Said Issa Mohamed na wenzake watatu waliofungua shauri kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, wakiomba mahakama hiyo kutoa amri ya kusimamisha shughuli zote za kisiasa za chama hicho zinazoendelea hadi hapo shauri hilo litakapokuwa la msingi, litakaposikilizwa ama kutolewa maamuzi. Sasa shauri hilo namba 8323 la mwaka 2025 linalohusisha pia baadhi ya wajumbe wa baraza la wadhamini wa Chadema kutokea Zanzibar liliitwa leo Alhamisi Aprili 17, 2025 chini ya Jaji Hamidu Mwanga, ambapo inaeleza kuwa pande zote mbili zimehudhuria shauri hilo. Hata hivyo, Jambo TV imefanya jitihada za kuwasiliana na mawakili wa pande zote mbili ili kujua kile kilichojiri kwenye kikao cha ndani baina ya pande hizo mbili na jaji, lakini mawakili wa pande zote mbili hawakutoa ushirikiano hitajika kwa wanahabari kama vile ambavyo ilitarajiwa. Mawakili wa waleta maombi kwa maana ya upande wa Said Issa Mohamed pamoja na wenzake watatu wakiongozwa na Gido Simfukwe na Shabani Marijani, inadaiwa kuwa walitumia mlango wa nyuma kuingia mahakamani hapo ili kukwepa waandishi wa habari, na hata walipotafutwa kwa simu kwa kutumia ujumbe mfupi wa maandishi SMS au kupigiwa simu hawakupokea na baadaye hawakupatikana hewani kabisa. Lakini kama yotosha, hata hivyo, kwa upande wa utetezi Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wao wamewakilishwa na mawakili wawili, mmoja kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa chama hicho na mmoja kutoka ofisi ya mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa chama hicho. Na mawakili hao ambao waligoma pia kutaja majina yao, wamesema wamepokea maelekezo kutoka kwa wakuu wao kwamba wawakilishe chama mahakamani kisha wapeleke mrejesho, na baada ya hapo chama kitatoa msimamo wake rasmi. Hivyo wao kugoma kuongea na vyombo vya habari. Hata hivyo, Jambo TV imenukuu sehemu ya maelezo yao wakisema, nikinukuu kile ambacho wanasema kesi ilikuja kwa ajili ya kutajwa. Chadema wanapokea nyaraka ambayo ni mashtaka au madai ya msingi kuhusiana na shauri husika. Baada ya hapo Chadema wameomba siku 21 kama kwa mujibu wa sheria ilivyo ili kujibu hayo maombi au hayo mashtaka. Kwa hiyo wameambiwa wawasilishe majibu yao kabla au kufikia tarehe 9 mwezi wa 5 2025, na kesi itakuja tarehe 12 mwezi wa 5 2025 saa 3 asubuhi kwa ajili ya kutajwa na kuangalia some orders kama zimezingatiwa ama la. Ni sehemu ya hoja ambayo imeelezwa na mmoja wa wakili wa Chadema waliofika hapa, na wakili alieleza hayo ni kutoka ofisi ya mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa chama hicho. Hata hivyo, tumefanya jitihada pia ya kugonga hodi ofisi ya judge ili kuweza kujua kile ambacho kimejiri, naye pia alirejea kauli hiyo ambayo tumezungumza kwamba shauri hilo sasa kuja rasmi kutajwa ama kusikilizwa mnamo tarehe 12 ya mwezi wa 5, lakini kabla au kufikia tarehe 9 basi Chadema iwe imewasilisha utetezi wake kama vile ambavyo inatajwa kwa mujibu wa sheria. Bado tunaendelea kufuatilia shauri hili kwa kina zaidi ili kujua nini hasa kilichopo nyuma ya pazia, lakini jambo kubwa ambalo unapaswa kulifahamu ni kwamba shauri hili linakuja katika kipindi ambacho kumekuwa na mvutano mkubwa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na watu wakitaja pengine huenda kuna makundi ambayo yamekuwa na mvutano ambayo yanawezekana kwa namna moja ama nyingine yakadhoofisha ama kudhorotesha harakati za Chadema za kuhakikisha kwamba kampeni yao ya no reform no election inafanya kazi. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, ukiacha shauri hili ambalo nimekuja hapa, lakini iko kesi ya msingi ambayo watu wengi wanaisubiri kwa shauku kubwa na imegusa hisia za wengi, ni ile ambayo inamhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambaye inaendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam, ambapo utakumbuka Lissu anashtakiwa kwa mashtaka mawili yenye makosa manne. La kwanza kubwa likihusisha masuala ya uhaini, la pili
Mashtaka mengine matatu ni yale ambayo yanahusu uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Kesi zote ambazo tunazisubiri kwa shauku kubwa, na kila mmoja akisubiri kuona nini hasa ambacho kitatokea pale ambapo itatajwa tena katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hii tena nyingine imezaliwa. Kwa hiyo kurugenzi ya sheria, wanasheria wa Chadema na chama kwa ujumla wake, pasi na shaka wapo katika fukuto kubwa la kuona namna gani wanajikomboa katika mashauri haya ambayo inawezekana wakati mwingine yakabadilisha focus ya Chadema. Lakini kama hiyo itoshi, kumbuka kuna sakata la G55 ambao nalo pia linaendelea mpaka hivi sasa, na wao pia wakishinikiza kwamba kuna baadhi ya hoja zao bado hazijajibiwa na chama hicho, ingawa mpaka hivi sasa kumetolewa taarifa ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya chama hicho kutoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na chaguzi nyingine zote ndogo zitakazofanyika ndani ya kipindi cha miaka mitano, na kwa mujibu kwamba chama hicho kimeshindwa kusaini kanuni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, hivyo kitapoteza sifa ya kushiriki chaguzi hizo, labda wasubiri mpaka mwaka 2030. Hivi karibuni mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Rugemeleza Nshala alikutana na wanahabari na akasema kwamba kinachofanywa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni upotoshaji, kwa sababu kanuni zao zinakinzana na matakwa ya kikatiba. Kwa hiyo wao wanaamini wanayo hiyo nafasi ya kushiriki uchaguzi kwa mwaka huu 2025, uchaguzi mkuu na chaguzi nyingine ndogo za hapa katikati na kipindi cha miaka mitano. Lakini hata hivyo bado wanaendelea na operation yao ya no reform no election, ambayo wanaamini kwamba endapo reforms zikifanyika kabla ya uchaguzi mkuu, wanayo sifa ya kuingia katika debe na kusimamisha wagombea katika nafasi mbalimbali. Nini ambacho kitajiri? Bado Jambo TV tunaendelea kufuatilia.